Bwana, niko na Dogi Money. Huyu ni mmoja kati ya wanamuziki ambao alikuwa akiunda kundi la Tip Top Connection. Hii ndio claim ya kwanza kabisa ambayo iliweka Tip Top pale juu kabisa. Dogi Master, mambo vipi? Bwana, alhamdulillah rabbil alamin. Yeah. Ukimya umekuwa mwingi, lakini stage ya miaka 30 ya Bongo Flava inakwenda kumrudisha Dogi Money kukutana na mashabiki wake ambao amewamiss kwa muda mrefu. Japo unafanya, lakini tunaona hii ni show kubwa zaidi. Yeah. Ni kweli. Hilo alipingiki hata kidogo, show ni kubwa. Ni heavyweight show wanasemaga, kwa sababu wasanii wote wakubwa. Nakumbuka kidogo na nukuu msemaji wetu wa timu ya wananchi alisema, bwana, hii ni show jukwaa fulani la watu, wasanii wote wakubwa. Hakuna msanii utamsubiri msanii mkubwa hapo utakesha, wasanii wote wanapanda wakubwa. Yani ni show fulani ya kibabe zaidi. Yeah. Kwa jinsi ambavyo umefika hapa na ukaona mandhari ya hii show, setup ya sound, stage, lakini watu wanavyoenda kuketi na wewe ulivyokuwa kwenye stage ukifanya sound check, ni kitu gani kimeanza kukufurahisha? Unasema baadaye kuna kitu kinakuja kutokea cha tofauti ambacho watu hawajakiona kwa Dogi Money. Uwanja ni wa kimataifa, alafu unajua hapa ndo makao makuu ya nchi. Yaani naamini kwamba vibe hapa na mandhari hapa ni sehemu ambayo inakuja ni kitovu cha mipango yote ya Tanzania, basi hii show naamini itakuwa ya kibabe zaidi. Vitu gani tutegemee kutoka kwako MB Dog? Ni skills tu na feelings za mapenzi za kutosha, kwa sababu unajua watu wa showbiz wana stress, wengine wana makelele na mapenzi wao, lakini daktari, kwa sababu nitakuwa juu stage, nitawatengeneza mioyo yao ikawa katika safari moja. Yep. Na watu wamemisi kukuona ukiwa na ndugu yako Madi mkiperform pamoja, na ukizingatia Madi ni mmoja kati ya watu ambao umeperform naye au umeimba naye nyimbo nyingi. Ni kweli. Hii stage ndio itasema zaidi leo. Hii ndio itakuja kutoa majawabu ya kiu ya watu katika kuona hivyo. Yaani naamini Amadi akiniona mimi pale, kuna wazimu. Unajua kuna mashetani wetu tuliko nao zamani, wakituona tuko combination watu wanachanganyikiwa. Hii stage leo itatoa mzao. Natamani nikusikie kwenye chorus 3 tofauti. Mapenzi, kitu gani, nikusikie kwenye Latifa, na nikusikie kwenye ina maana. Hapa mike inakuachia wewe. Tupe hizo chorus. So kwamba tunaimba sometimes wanalia, hofu na mashaka ulipo labda unachea. Ulisema waja Mnyamwezi nikakungojea, sema mami sema lini utarejea. Oh oh, I love you ma. Oh oh, uamini miujiza mchumba, sauti ya nyuki nasikika, sogea karibu baby, times ishafika, unipe uhuru dia, nikis napotoka tuka mlimani dia, niwe free na kopa penzi kwa fujo. Bwana, unajua kazi ni nyingi alafu muda hautoshi, lakini naamini hii stage ndio itaeleza vizuri kwamba mimi Dogi Money ni teacher au ni king au ni daktari, hivyo yani. Noma sana. Kati ya story ambayo ninayo, ukiwa Uganda unasubiliwa nje, umati wa watu ukawa mkubwa sana, ukadhani kwamba kama kuna vita inatokea. Ilikuwaje? Bwana, unajua hizi show ilikuwa Rwanda ile. Rwanda ilikuwa Rwanda ile. Raia bwana anaona bwana kitu gani kimbona sielewi mwenyewe, nikaona hao ndo vurumai kitawewe ilikuwa Burundi ilikuwa. Kumbe raia tu wamekuja, yani love tu kwa wanataka kumuona Dogi Money. Kwa hiyo ile love ya wananchi na mimi, wananchi wana historia na mimi na historia nao. Hata hapa Dodoma makao makuu najua watu wana historia na mimi na historia na wao. Wao wana stories zao katika maisha yangu na mimi na story yao katika muziki wangu. Kwa hiyo mimi naamini bila shaka kitaeleweka tu baadaye kidogo. Marehemu Abdu Bonge hakutaka kabisa kushiriki kusimamia wanamuziki. Lakini ulipokwenda Tip Top na wakati unafanya akapela, yeye akasema huyu ndo mwanamuziki wangu. Ilikuwaje? Yaani ndio ilikuwa hivyo. Unajua kitambo jamaa alikuwa kwanza hana idea ya kuhusiana vitu hivyo. Kina Madi alikuwa anaimba pale. Alikopo Madi kipindi hicho. Madi anajaribu kutafuta na watu wake wengine wa hip hop. Lakini siku moja tu Amadi alimwambia, bwana Abdu Bonge, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi huko alipo. Akamwambia msikilize huyu. Akasema bwana, huyu ndo msanii wangu, toka leo nachukua hela nitaweka kwenye hii game kwa sababu ya huyu, baada ya kunisikia. Kwa hiyo ni neema Mungu anapotaka kuelekeza sehemu ambapo unaweza kupata njia ya kwenda, wewe inatokea. Lakini naamini alivutiwa sana na mashairi na style ya sauti ambayo alikuwa anaisikia hajawahi kuisikia. Ndio hivyo imejenga hii game sasa hivi mpaka watoto wanajivunia kupata skills hizo. Yep. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa
Kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.